Naam, mtazamaji, kuna taarifa muhimu na taarifa za hivi punde kumhusu Tundu Lissu katika kesi yake ya uhaini inayomkabili katika Mahakama Kuu ya Masjala ndogo ya Dar es Salaam. Tundu Lissu ana sababu zote za kutabasamu sasa ndani ya gereza la Ukonga baada ya majaji wa Mahakama ya Rufani kutoa uamuzi huu mkubwa. Mahakama ya Rufani ya Tanzania sasa imetangaza kutupilia mbali ombi la upande wa serikali au upande wa mashtaka katika kesi ya uhaini inayomkabili Tundu Lissu, na uamuzi uliotolewa na majaji umeifanya njia ya serikali ya kutaka kupata hukumu ya hatia kuwa ngumu zaidi. Tundu Lissu, mtu anayekabiliwa na adhabu ya lazima ya kifo, akijitetea mwenyewe akiwa ndani ya gereza la Ukonga, sasa amemshinda mkurugenzi wa mashtaka DPP katika ngazi ya Mahakama ya Rufani kwa mara ya pili mfululizo katika kesi ya uhaini. Hiyo ndiyo habari kuu, lakini si hilo tu, na kilichojificha nyuma ya habari hizi kinastahili kuzingatiwa kikamilifu na kila Mtanzania anayefuatilia kesi hii. Mahakama ya Rufani ilitupilia mbali ombi la mapitio ya kesi ya jinai, ombi nambari 7203216 la mwaka 2026 lililowasilishwa na DPP dhidi ya Tundu Lissu, mwenyekiti wa taifa wa Chadema. Uamuzi huo ulitolewa kwa njia ya mtandao. Mkurugenzi wa idara ya sheria wa Chadema, wakili Gaston Garubindi, alithibitisha matokeo hayo na kuelezea maana yake kwa hatua zinazofuata. Ombi lililotupiliwa mbali na mahakama na majaji linatokana na mzozo mahususi ndani ya kesi kuu ya uhaini ya Tundu Lissu. Upande wa mashtaka ulikuwa ukijaribu kuwasilisha ushahidi mpya, hasa ushahidi wa shahidi anayeitwa Amin Mahamba. Huu haukuwa ushahidi uliokuwa sehemu ya hatua za awali za kuhamishia kesi mahakamani, yani committal proceedings. Ilikuwa ni nyenzo mpya ambayo upande wa mashtaka ulitaka iongezwe baada ya hatua kuu ya uwasilishaji ushahidi katika kesi hiyo kuwa imeshaendelea mbali. Tundu Lissu aliwasilisha pingamizi la awali. Alibisha kuwa jaribio la upande wa mashtaka la kumwongezea shahidi huyo wa juu halikuwa halali kisheria na lilikuwa nje ya utaratibu uliowekwa kisheria. Mahakama Kuu ilikubaliana naye, ikirejelea kifungu cha 308 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai Tanzania na kukataa ombi la upande wa mashtaka. DPP alikataa kukubaliana na matokeo hayo na kupeleka suala hilo katika Mahakama ya Rufani, akiwasilisha ombi la mapitio ambalo Tanzania imekuwa ikifuatilia tangu kusikilizwa kwa shauri hilo tarehe 3 Julai. Hoja iliyowasilishwa na upande wa mashtaka katika Mahakama ya Rufani ilikuwa kwamba Mahakama Kuu ilifanya makosa kukataa ombi lao. Sasa Mahakama ya Rufani imechunguza hoja hiyo, imezingatia mfumo wa kisheria na kuhitimisha kuwa Mahakama Kuu ilikuwa sahihi. Ombi la upande wa mashtaka pia limetupiliwa mbali. Uamuzi huo unabaki pale pale. Amin Mahamba hatatoa ushahidi katika kesi hii. DPP sasa ameshindwa katika majaribio mawili tofauti ya kuongeza au kuimarisha ushahidi wake katika kesi hii kupitia mahakama za ngazi ya juu. Utaratibu wa kutumia shahidi wa siri ulivunjiliwa mbali baada ya Lissu kuupinga kwa mafanikio, huku mahakama ikiamua kuwa hakuna nafasi ya usiri katika kesi ya uhaini. Ushahidi wa mtaalamu wa uchunguzi wa kidijitali pia ulikataliwa. Ushahidi wa video ulizuiwa, na sasa jaribio la kuongeza shahidi mpya kupitia maombi ya mapitio katika ngazi ya Mahakama ya Rufani limetupiliwa mbali rasmi. Kila moja ya hatua hizi za kushindwa imepunguza wigo wa ushahidi ambao upande wa mashtaka unapaswa kutumia kujenga kesi yake. Kilichosalia ni ushahidi ambao upande wa mashtaka ulikuwa nao hapo awali, ushahidi ambao Lissu amekuwa akiupinga, kuhoji uhalali wake na kuudhoofisha akiwa gerezani bila kuwa na timu kamili ya wanasheria inayofanya kazi kwa uhuru, huku yeye mwenyewe akiandika hoja zake kama wakili wake binafsi katika kesi ambayo adhabu yake ikishindwa ni kifo. Uamuzi wa Mahakama ya Rufani sasa unamaanisha kuwa upande wa mashtaka hauwezi kurudi nyuma na kuongeza kitu kwenye msingi huo wa ushahidi. Walicho nacho ndicho hicho, na kwa kuzingatia rekodi ya mahakama hadi sasa, ushahidi huo umedhoofishwa kwa kiasi kikubwa. Garubindi akiwasilisha tathmini ya Chadema kuhusu uamuzi huo wa mahakama, aliuelezea kama ishara kwamba mahakama za Tanzania vilevile zinaweza kusimama kwa uhuru bila kuyumbishwa na shinikizo la kisiasa au la upande wowote ule wa kisiasa. Mtazamo huo umekusudiwa makusudi, unaweka uamuzi huo katika muktadha mpana wa ufuatiliaji wa kimataifa kuhusu uhuru wa mahakama nchini Tanzania. Wakati ambapo Jumuiya ya Madola imetoa muda wa mwisho wa siku 30, Bunge la Ulaya pia limesitisha misaada
misaada na kikundi kazi cha Umoja wa Mataifa tayari kimetangaza kwa kizuizini kwa Lissu ni kinyume cha sheria. Uamuzi wa mahakama ya rufani unaopendelea upande wa Lissu ukitoka ndani ya mfumo wa mahakama wa Tanzania wenyewe unawapa Chadema na washirika wao wa kimataifa kitu walichohitaji, ambacho ni ushahidi kwamba mahakama zinaweza na zinafanya maamuzi dhidi ya upande wa mashtaka katika kesi hii yenye uzito mkubwa wa kisiasa. Kwa mkurugenzi wa mashtaka DPP, uamuzi huu unaleta chaguzi ambazo hazina njia rahisi au nzuri ya kutokea. Kuendelea na hatua ya hukumu kwa kutumia ushahidi uliosalia kunamaanisha kutegemea kesi ambayo imedhoofishwa mara kwa mara kupitia changamoto za kisheria zilizowasilishwa na Lissu mwenyewe. Kujaribu njia nyingine ya kiutaratibu ili kuimarisha ushahidi kuna hatari ya kupata vipigo zaidi ambavyo vitaharibu zaidi sifa na uaminifu wa upande wa mashtaka ndani na nje ya nchi. Na kufikia matokeo yoyote yale nje ya maamuzi ya mahakama kunahitaji uamuzi wa kisiasa ambao uko nje kabisa ya mamlaka ya DPP. Chadema imeelezea matokeo ya leo kama ushindi mkubwa wa kisheria unaoimarisha imani katika mahakama na kuonyesha kuwa haki inaweza kutendeka licha ya changamoto za kisiasa. Pia ni ishara Chadema inavyodai kwamba misingi ya kidemokrasia inajumuisha taasisi za mahakama zenye uwezo wa kutoa maamuzi kwa uhuru hata katika kesi yenye uzito mkubwa wa kisiasa. Sasa upande wa mashtaka unaendelea na kesi yake kuelekea hatua inayofuata, iwe ni hukumu, hatua zaidi za kisheria au suluhisho la kisiasa, ukiwa na msingi wa ushahidi uliopungufu kuliko ule ulioanza nao. Na rekodi ya mahakama inaonyesha kuwa umeshindwa mara kwa mara na mshtakiwa yule yule unayejaribu kumtia hatiani. Wakati wa kuandaa ripoti hii, Tundu Lissu bado anashikiliwa katika gereza la Ukonga na kesi ya uhaini bado ipo mahakamani, inasubiriwa kusonga mbele mwezi ujao. Mkewe Alicia Lissu hajamuona wala kuzungumza naye kwa takriban mwaka mmoja sasa. Muda uliowekwa na Jumuiya ya Madola unazidi kuyoyoma, na mtu ambaye serikali inamshtaki kwa uhaini ameshinda tena hatua nyingine dhidi ya DPP ama mkurugenzi wa mashtaka Tanzania katika mahakama ya juu kabisa zaidi ya rufaa nchini. Upande wa serikali ya CCM au viongozi wao bado hawajaweza kujibu hadharani kuhusiana na kukosa kwao au ushindi huu wa Tundu Lissu dhidi ya DPP na ushahidi mpya dhidi ya kesi yake ya uhaini. Tutaendelea kufuatilia kila hatua katika kesi hii kama Simulizi Media, na pindi tu hukumu kuu ya kesi ya uhaini ya Tundu Antipas Lissu inayomwandama tangia mwaka jana itakapoweza kutangazwa wazi au uamuzi wowote zaidi utakapotolewa na mahakama ya rufaa au mahakama kuu, kando na ushindi huu dhidi ya DPP, au majibu yoyote yatakapotolewa na mkurugenzi wa mashtaka ya umma DPP kuhusu namna anavyokusudia kuendelea, tutakuletea taarifa hizo hapa mara moja. Vilevile DPP mwenyewe akizungumza kuhusiana na kushindwa na Tundu Lissu, vilevile mtazamaji, tutakujuza hapa ndani ya Mirindimo Media. Mtazamaji, nikikamilisha habari hizi ni kujulishe tu kwamba maoni na mtazamo wako ni muhimu, hivyo upande wa comment ama upande wa maoni chini ya video hii hakikisha umeniandikia maoni au mtazamo wako kuhusiana na swala hili.